Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi mtazamaji, ni siku ya pili ya wiki ambapo asubuhi ya leo ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Hali gani? Ninatumai kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa pamoja nawe, akaweza na kukulinda usiku wote, na asubuhi ya leo akaweza na kukubariki na uhai katika uso wa dunia. Anjalishi ni yapi ambayo unaweza kuwa umeyapitia, lakini Mwenyezi Mungu ameweza na kukuamsha akiwa na kusudi njema na mafikira mema juu ya maisha yako. Hivyo basi usije ukakata tamaa, usije ukaona kwamba ni kama uko peke yako. Uko peke yako. Mwenyezi Mungu yuko pamoja nawe. Basi karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, tuendelee na kubarikiwa pamoja. Na pia tuzidi na kuogelea ndani ya hayo manyunyu ili tukaweza na kupokea baraka kwa wingi kutoka kwa neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunaletewa na mtumishi wake Reverend Ruth Sami kutoka kanisa la ABC Katangi wa Munyu Pastorate Machakos Sub-Headquarters. Nikitumai kabisa uko tayari kabisa ili ukaweze na kupokea mengi ambayo tunaletewa. Ndugu zangu na dada zangu, katika jina la Yesu Kristo, naomba kuamkua hamjambo. Nami si jambo. Ninawakaribisha kwa mahubiri ya siku ya leo, siku ya pili ya juma, ili tuweze kuandamana pamoja, nikikuombea heri njema ili uweze hakika kutafuta nafasi ya kusikiliza neno lake. Manake Mungu akitumana huwa na sababu yake. Hivyo basi naenda kusoma maandiko katika Biblia, kitabu cha Marko mtakatifu sura ni ya 16 mstari ni wa 19 hadi 20, na maandiko yanasema hivi: Basi Bwana Yesu baada ya kusema nao akachukuliwa juu mbinguni, akaketi mkono wa kuume wa Mungu. Na wale wakatoka wakahubiri kote kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao na kulithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nalo. Tuombe ni kwa ajili ya neno. Asante Mungu mtakatifu, Mungu uishiaye milele. Tunakuenzi manake hatuna mwingine kama wewe. Basi kwa ajili ya neno lako takatifu, ulipo mtuma mwanao Yesu Kristo haje ulimwenguni, ndiposa aweze kufunza neno ili watakaofunzwa waweze kulieneza kwa wengine. Mungu wetu, ninasimama kwa ajili ya lile neno. Nisaidie wale watazamaji ambao unawapenda, unawajali, na wakabidhi mikononi mwako ili Roho wako Mtakatifu akawatembelee akiwafunza yote. Endapo tutaona ukamilifu, hatuna budi kusema ni asante na shukurani kuu. Naomba yote na ni kwa ajili ya Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu tunaomba. Amen. Ningependa kutoa mfano wa mkimbiaji ambaye sana nitoe wale nakimbia 100 meters. Wanapoanza huwa wako tayari sana ndio waweze kuinuka na kukimbia, na wakiwa pale sikumbuki huwa wangapi, lakini kila mmoja huwa anatarajia kupata aipuke akiwa mshindi wa nambari 1. Basi wanapoanza hiyo safari na kukimbia na kumaliza, bila shaka kuna efuka mmoja ambaye ni mshindi. Huyo ambaye anashinda huwa na furaha kuu, watu wake huwa wanashangilia pale kando. Basi
kwa lengo ambayo litaweza kutuongoza siku ya leo ni ushindi wake Yesu Kristo. Alipotoka mbinguni, alikuja kuifanya ile kazi ya kuokoa na kuweka upatanisho baina ya mwanadamu na Mungu. Kwa hivyo wakati huu, kama vile tumesoma, Yesu Kristo tunamuona saa hii akiwa mshindi. Manake alipokufa na kufufuka, ushindi wake kabisa ulionekana pale. Alipofufuka, alijidhihirisha kwa wanafunzi siku 40. Hapo akafufuka kuwa mshindi, na zilipoisha tunaona sasa akifaa mbinguni akiwa mshindi wa ile kazi aliyokuwa akija kuifanya umu duniani. Tunaposema Yesu alifaa mbinguni, ni ukweli mtupu ya kwamba Yesu hakujipeleka mbinguni. Biblia inatuambia alipokuwa akifaa mbinguni, akiacha mitume na wanafunzi, waliona hakika akinyakuliwa hapa juu na wingu, na akapotea tu hivyo hivyo. Kwa hivyo hakujichukua, hakujipeleka mbinguni. Mungu mwenyewe alimkujia ndani ya wingu, akampeleka juu mbinguni. Na tunaona ya kwamba alienda kama ilivyoandikwa na kama vile alivyosema. Tunaposoma Yohana 14 mstari wa 3b, tunaona akiambia wanafunzi wake bila shaka ataenda kuwatengenezea makao. Kwa hivyo hili neno kuenda alikuwa akimaanisha ya kwamba akimaliza kazi ataenda mbinguni. Kwa hivyo aliwaambia, ijapokuwa hawakuwa wanaelewa, lakini akawaambia anaenda kuwatengenezea makao. Kwa hivyo Yesu Kristo haikuwa kazi yake. Na ndugu yangu na dada yangu, kuna yale mambo unayoyafanya wakati huu, kuna zile kazi uliahidiwa uzifanye naye Mungu mwenyewe. Kuna yale Yesu alituachia tuweze kufanya, na kama Wakristo ni kuhubiri kwa njia tofauti tofauti zile ambazo tunazijua. Kwani tunaponena, tukihubiri, tukiomba na hata tukitoa vitu zetu, tunaeneza habari njema ama injili ya Mungu. Kwa hivyo sio sisi tunafanya, bali yule Yesu na yule Roho yumo ndani yetu, anafanya ndani yetu. Kwa hivyo ukumbuke ya kwamba unawadia wakati utashuhudiwa kama mshindi. Come on, wake up. Wacha kulegea katika neno, wacha kulegea katika maombi. Simama na ufanye hilo kazi la Mungu, manake tunajua Yesu Kristo ni yeye mwenyewe alituonyesha njia, na bado sana alipoenda, Biblia inatuambia, na ni jambo la pili, alienda kuketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe. Alienda kuketi mkono wa nguvu wake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hapo alipoketi alipata nguvu mpya. Aliketi pale kama mshindi, aliketi pale kama mfalme, kwa sababu atarudi tena kuwahukumu walio hai hata na wafu. Kwa hivyo kama mfalme, Yesu Kristo alikamilisha ile kazi pale, na akaketi pale akifurahia, akijiishi ya kwamba amemaliza ile kazi. Ndugu yangu na dada yangu, ukiwa pale uliko, hakika umkubali huyu Yesu Kristo. Kwa hivyo tumeona ni mwenye nguvu, hata kutia nguvu kwa wakati ule ambao hauna nguvu za moyo na za kimwili. Kwa hivyo umwamini, umtumaini, ndiposa uweze kuwa mshindi. Na nikimalizia, ndugu yangu, na kuambia ya kwamba maandiko yametuambia alisema atatenda kazi pamoja nao.
hao mitume, atafanya kazi pamoja na wao. Kwa hivyo tunaposoma mahali kwingi sana kuhusu mitume, hakuna mahali pale waliweza kufanya kazi wakiwa peke yao, na walikuwa na Roho wa Mungu, walikuwa na huyu Yesu Kristo, na ndio walishinda, ndio maajabu yalitokea, ndio yalitendeka, ndio walifufua wafu, ndio hakika waliponya wengine na wakaitwa washindi. Ndugu yangu na dada yangu, ukiwa mahali popote uliko, Yesu yuko tayari aweze kufanya kazi nawe. Basi simama na uweze kuandamana na huyu Yesu wako. Anakupenda, anakujali, anatupenda. Tufurahie kwa maana mpango wake ni mwema kwetu. Bwana na alibariki neno lake. Amina. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, maandiko yametushuhudia ya kwamba Yesu alifaa mbinguni, na ni ukweli, ni wewe ulimkujia. Kwa hivyo tunavyokaa katika dunia hii, tunajua ya kwamba wewe unatuona, na ni kweli utaweza Mungu wetu kuja kwetu na kufanya makubwa na makuu kwetu. Kwa hivyo tunahitajika tufanye ile kazi tukijua umo ndani yetu, na utatuwezesha yote, na maajabu na miujiza itaweza kutendeka. Kwa hivyo tuwe mashujaa na tujue ya kwamba huyo Yesu tuko naye, kama vile alishinda tutashinda pia. Tusaidie na utupe nguvu mpya, katika jina la Yesu Kristo tunaomba, amen. Baki salama. Tunapotii wito wa Mungu ndani yetu, Roho Mtakatifu hutembea pamoja nasi na kufanya kazi pamoja nasi kila wakati, kufanya kazi pamoja nasi. Maana kama huo wakati ambapo Roho Mtakatifu ama Mungu mwenyewe aliweza na kuongea na wanafunzi wake, Yesu akaweza na kuwapea kazi ya kuendelea na kuhubiri habari njema mahali popote pale, kuhubiria wote kupitia Roho Mtakatifu ambaye atawaongoza, ambaye atakuwa pamoja na wao. Na hivi sasa hata kazi ya Mwenyezi Mungu endelea na kutangazwa, watu naendelea na kuifanya mahali popote pale. Yani unatazama ukiwa ujue kwamba wakati ambapo unafanya hiyo kazi, ukitii wito wa Mwenyezi Mungu, bado Roho Mtakatifu ataweza na kuendelea na kufanya kazi ndani yako na kukuongoza, kuwa mwalimu wako kila wakati. Tumtegemee yeye, na hakika tutaweza na kuona kabisa kazi ya Mwenyezi Mungu ikienda na mbele kwa kasi mno, ikisonga na mbele. Maana kuna mwalimu ndani yetu, kuna nguvu ndani yetu ambazo ni za Roho Mtakatifu. Ninakushukuru kwa sababu ya kufuatilia kipindi. Barikiwa na Mungu akuone mema yake na atembee pamoja nawe hii siku yote. Bye bye.